migogoro na migongano ikizidi katika jamii, sababu kubwa ni ukosefu wa nidhamu. Na Uislamu umetufundisha nidhamu, kwamba Muislamu wa kawaida hafai kuinua sauti yake mbele ya kiongozi wake wa dini, na kwamba Uislamu umeweka nidhamu maalumu nani ambaye anaweza kuwa ni msemaji wa Waislamu, kama ilivyokuwa katika enzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muislamu au waumini wanasikiza kauli moja tu ya mtume wao, madha qala rasulullah, mtume anasema nini leo. Lakini leo hii kupitia aya hii, la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabii, aya hii izingatie. Tumeshuhudia leo katika jamii yetu ya Kiislamu, hususan Tanzania na baadhi ya nchi nyingine, kila mmoja amekuwa ni msemaji. Kila mmoja amekuwa ni msemaji wa Waislamu. Sasa hata kama jambo ni dogo, lakini linakuwa kubwa, wakati ilikuwa inatakiwa katika jambo ambalo la wakutanisha Waislamu wote. Ndio Allah amesemaje, ala amrin jami', katika jambo ambalo la wakutanisha Waislamu wote. Hilo ni jambo la kiongozi wa Waislamu. Lakini leo viongozi wetu hatuwaheshimu, viongozi wetu hatuwajali, viongozi wetu hatuwaachii mamlaka yao. Imekuwa kila mmoja na mamlaka, kila mmoja anayo nafasi ya kuzungumza. Ndio maana hali imekuwa ni ngumu, tumejiingiza katika matatizo makubwa mno. Katika mambo ambayo haya tunayashuhudia sasa hivi nchini kwetu, kila mmoja ni msemaji wa Waislamu. Huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, mpaka astaghfirullah, juzi tumeona katika mtandao kuna mmoja naye msemaji wa Waislamu, katokea wapi, badala atoe maneno mazuri ya kuwakusanya Watanzania katika jambo moja, kuchangia na yeye namna gani Tanzania irudi katika hali yake ya kawaida ya amani, yeye anazidi kuchochea. Asema hawa wakitoka na sisi tutatoka, tutamkata mtu kichwa. Sasa anafanya mambo yanazidi kuwa magumu. Sasa yale ambayo wameyasema wenzetu wa upande wa pili yameonekana ni nafuu, ikawa tuonekana sasa Waislamu sisi ndio wakorofi. Lakini tatizo ni nini? Ni watu kujitia kimbele ambao wameacha kwenda na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala.